Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya kesha la asubuhi, karibu katika somo hili la leo. Leo ni Machi 25, mada ikisema kielelezo cha Yesu katika unyenyekevu. Hebu tuombe. Lihimidiwe jina lako Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni. Asante kwa ajili ya kielelezo ambacho ulitupatia maishani mwetu kupitia mwanao Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa ajili ya mafundisho mazuri ambayo unataka tuendelee kujifunza. Asubuhi ya leo tuko miguuni pako. Tusamehe dhambi zetu, tusafishe na ututakase. Zaidi sana uendelee kutembea nasi kila hatua katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo imejengeka katika kitabu cha Injili kama ilivyoandikwa na Yohana sura ile ya 13 aya 14 na 15. Neno la Mungu linasema, basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi. Kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama mimi nilivyowatendea nanyi mtende hivyo. Ndani ya mtu kuna tabia ya kujiinua zaidi kuliko ndugu zake, kufanya kwa ajili ya nafsi yake, kutafuta nafasi za juu zaidi, na mara nyingi matokeo yake ni kuhisi mabaya na uchungu wa roho. Agizo linalotangulia meza ya Bwana ni kuondoa kutoelewana huku, kumtoa mwanadamu kutoka katika ubinafsi wake, kushuka kutoka kwenye nguzo zake za kujikweza hadi kwenye unyenyekevu wa moyo utakaomwongoza kumtumikia ndugu yake. Agizo la kutawadhana miguu kwa ushawishi mkubwa linaeleza kwa mfano umuhimu wa unyenyekevu wa kweli. Wakati wanafunzi walipokuwa wakishindania nafasi ya juu zaidi katika ufalme ulioahidiwa, Kristo alijifunga mshipi na kufanya kazi ya mtumishi kwa kuwaosha miguu wale waliomwita Bwana. Upatanisho kati ya mtu mmoja na mwingine ni kazi ambayo kwa hiyo agizo la kuosha miguu lilianzishwa. Kila linapoadhimishwa, Kristo anakuwepo kupitia Roho wake Mtakatifu. Roho huyu ndiye anayeleta usadikisho mioyoni. Yesu alipotimiza agizo hili kwa wanafunzi wake, wote walipata usadikisho isipokuwa Yuda. Ndivyo tutakaposadikishwa kadiri Kristo anapokuwa akizungumza mioyoni mwetu. Chemchemi ya Roho itafunguliwa, akili itatiwa nguvu na ikiamka katika utendaji na uzima. Itavunjilia chini kila kipingamizi ambacho kimesababisha utengano na ubaguzi. Dhambi zilizotendwa zitaonekana kwa uwazi zaidi ya ilivyowahi kutokea, kwa maana Roho Mtakatifu atatukumbusha. Akiwa amemaliza kuiosha miguu ya wanafunzi wake, Yesu alisema, nimewapa kielelezo, ili kama mimi nilivyowatendea nanyi mtende vivyo. Hapa Yesu alikuwa akianzisha ibada ya kidini. Kwa tendo la Bwana wetu, tendo hili la kujinyenyekeza lilifanywa kuwa agizo takatifu. Lilipaswa kutekelezwa na wanafunzi ili kwamba waweze kuhifadhi daima akilini mwao masomo na huduma yake ya unyenyekevu. Hii ni Machi 25, mada ikisema kielelezo cha Yesu katika unyenyekevu. Na kwa nukta hiyo, mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya kesha la asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Amina. Salama katika mwamba imara, moyo katika mawimbi na shinda. Katika huzuni kwako nitashinda. Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako
wimbi la mawio, saya upweke, majaribu yanaponiandama, maisha pasi utulivu, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, ndani yako, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, ndani yako, mwamba imara tajificha kwako. Kila mara mwovu akinitisha, mafichoni hofu yote hutoweka, changamoto zikivuma na kutisha, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, ndani yako, 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 mwamba imara tajificha